Amani ya Kristo iwe nanyi. Karibu tena sana siku nyingine ambayo Kristo Yesu ametuchalia na akaturuhusu tusungumze na kujifunza zaidi. Kwa majina ni Mchumbe Michael, mtumishi wa Mungu. Karibu sana tupate kujifunza, kwa sababu bila katiba ya nchi hamuwezi jua ukweli na haki zenu ziko wapi. Na kama wasafiri wa kwenda mbinguni au wa kujifunza tabia za Mungu, katiba yetu ni neno lake, ambalo neno ni Kristo Yesu mwenyewe. Kwa hivyo leo tutaenda kujifunza kwa nini sisi tulishakufa, lakini utakapomkubali Kristo Yesu katika maisha yako utapata kuishi tena. Ni kitabu ya Waefeso. Tutajifunza hapo kwa kitabu cha Waefeso, tusikie inasemaje. Jua wengi wetu hata hatujui kile tunafanya, hatujui kile tumesema. Ni kwa sababu sio sisi. Kuna mwenye anatumia huu mwili wetu, kuna mwenye anatumia nafsi zetu na akili zetu bila haidhini yetu. Niposa mambo mengine mtu unafanya, baadaye unaenda kujuta. Unajuta sababu gani? Yule alikuwa katika ushukani wa mawazo yako ameondoka. Sasa hasira inapoisha, unasema kweli nilipaswa kufanya vile, nilifaa kuzungumza vile. Ukweli ni kwamba ulikuwa unaongozwa na roho mwingine. Wacha tusome neno la Mungu tujue nina maana gani kusema hivyo. Ni Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 hapo mpaka 5. Inasema hivi kwa jina la Yesu: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambazo mlisiendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule aendaye kasi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mwili, katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa na tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu alitupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Amina kwa ajili ya neno la Mungu. Umesikia pale nilianza kwamba mambo mengine tumesema, tumetenda, sio kwa sababu wenyewe tuliamua vile. Ni kwa sababu kwa kutokujua tulimruhusu shetani akatuongoza, akatutumukisha. Alitutumia yaani kama vyombo, kutukana watu, kupiga watu, kuiba, kuua, kusengenya watu. Mambo hayo ukweli ni kwamba wewe ukiwa na mwangaza katika macho yako na mawazo yako hauwezi kuyafanya. Lakini kwa sababu shetani amefunika na kumfumba mwanadamu, unafanya mambo ambayo mwenyewe ukiwa huru hauwezi kuyafanya, hauwezi kuyasema, hauwezi kuyatenda. Ndio unaona hapa inasemekana kwamba sisi tulikuwa wafu, lakini unapompokea Yesu unarudi kuwa hai tena. Kwa hivyo kama ungali nje ya Yesu au hujamkaribisha, wewe ulishakufa. Kwa hivyo ni vizuri tutafute jinsi ya kumkaribia huyu Yesu ili atufunze,
na atuweke huru kutoka kwa matumizi ya huyu shetani, sababu shetani ametumia watu wa Mungu vibaya, na baada ya yeye kukutumia anatengeneza maadui, anakutengenezea maadui, alafu anakuajilia. Ndio baadaye ukipata shida kidogo unashindwa kwa kwenda, sababu ulishanitukana, ulishaipa kwa huyu, ulishamkosea huyu. Sasa ukiwa na shida inakuwa kwamba ni hivyo. Kwa hivyo shetani kazi yake ni kukumaliza tu, ni kukuumiza tu. Kwa hivyo ni vizuri tujifunze kwamba turudi kwa Yesu ili hatuuishe, aturudishie fahamu zetu tena. Wale ambao wanatumia mvinyo au pombe wanaweza nielewa vizuri, kwa sababu ukiwa ulilewa sana jana na asubuhi yake kweli unapata kusimuliwa mambo mengine, unasema mimi kweli nikafanya hivyo. Ama wakati una njaa, kiwa umehisi njaa, kuna vitu unaweza vifanya baadaye useme ni mimi huyu, lakini ukweli ile uchungu ulikuwa unapitia huo wakati haungeweza kufanya maamuzi sahihi. Kwa hivyo ndio shetani ametuteka. Tumefungwa macho, hauoni vile unafanya au fikirii, kwa sababu umetekwa. Ndio Yesu anasema alikuja kuwaweka huru waliofungwa, sio waliofungwa gerezani, waliofungwa kimawazo, kinafsi, kimaadili. Kwa hivyo tunahitaji huyu Yesu kutuweka huru tena. Hiki kipindi kitaendelea zaidi ili tupate kujifunza zaidi. Ni Mchumbe Michael, mtumishi wa Mungu, na pale kwa YouTube unaweza nipata kwa Mike Menda. Utapata kweli video zingine, kuna zile zitakuwa na mafunzo yanakuhusu, mengine rafiki zako. Kwa hivyo ningependa usubscribe pale, ulike pia na ushare kwa watu wengine, ili watu wapate mwangaza huu. Amani ya Kristo iwe nanyi, na Yesu anawapenda sana na anatupenda sana.